yanayoweza kufanya upako ukuhudumia. Mazingira yanayoweza kufanya upako ukuhudumia. Kwa Kiingereza, the environment that can make the anointing to minister to you. The environment that can make the anointing to minister to you. Upako una mazingira yake. Haufanyi kazi ovyo ovyo. Kuna mazingira ambayo yanaweza kufanya upako uweze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumzia upako, ni uwepo wa Roho Mtakatifu unaotoa suluhisho kwa matatizo na changamoto mbalimbali. Uwepo wa Roho Mtakatifu unaweza ukatatua tatizo ya magonjwa yanayotibika, magonjwa yasiyotibika, vifungo mbalimbali, shida mbalimbali alizonazo mtu zinaweza zikahudumiwa kupitia upako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upako ni kuwezeshwa na Roho wa Mungu kwa ajili ya matokeo ya kimungu yasiyo ya kawaida. Upako ni Roho Mtakatifu katika utendaji ndani ya mwanadamu, na unaleta matokeo yasiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Clifford Rolla anafafanua neno upako, anointing, anasema upako ni nguvu inayoondoa mizigo na nguvu inayoharibu nira. Nguvu ya Mungu inayoondoa mizigo na kuharibu nira. Kwa Kiingereza anasema the power, the burden removing and yoke destroying power of God. Kwa nguvu ya Mungu inayoondoa mizigo na inayovunja nira. Hii tunaiona kwenye Isaya 10 mstari wa 27. Isaya 10:27, tulisome hapo. Isaya 10:27. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tafsiri inasema nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya upako. Kwa hiyo upako unaondoa mizigo kwenye shingo ya mtu, ile mizigo aliyoibeba, na nira, vile vifungo ambavyo vimemfunga vinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Na katika semina hii kutakuwa na upako wa kuondoa mizigo yako. Katika semina hii kutakuwa na upako wa kuvunja nira za siku nyingi. Nira zinaharibiwa kwa sababu ya upako. Upako unapokuwepo, mizigo inaondoka. Kuna mizigo mingine umeibeba kwa muda wa kutosha, sasa ni wakati wa hiyo mizigo kuondoka. Na upako una uwezo wa kuondoa hiyo mizigo. Amen. Kwa hiyo hii ni maana fupi nilizotoa kuhusu upako. Sasa kuna mazingira rafiki kwa upako na mazingira ambayo yanakuwa na uadui kwa upako. Upako hauwezi kufanya kazi. Sasa tuangalie vitu hivi 7 vinavyojenga mazingira mazuri kwa ajili ya upako. Cha kwanza ni uwepo wa mpako mafuta. Upako unatenda kazi kupitia wapako mafuta, wale ambao wamepakwa mafuta na Bwana. Amen. Kwa hiyo uwepo wa mpako mafuta unaweza kufanya upako ukatenda kazi. Hebu tuangalie Marko 5:28.
25 mpaka 34. Marko 5:25 mpaka 34. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, kila mtu asema aliposikia habari za Yesu. Sasa kusikia habari za Yesu wa kawaida, alisikia habari za Yesu aliyepakwa mafuta, kwa sababu Matendo 10:38 inasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akaenda huko na huko akiponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta. Kwa hiyo alisikia kuhusu upako aliokuwa nao Yesu. Aliposikia, ilibidi akautafute upako na kumtafuta huyu mpaka mafuta. Sijamaliza kusoma, niendelee kusoma. Mnaruhusu niendelee kusoma? Anasema aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, hizo nguvu zilizomtoka ndio zinaitwa upako, nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, waona makutano wanaosonga nawe, wasema nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lililompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Kwa hii habari katika Marko 5:25 mpaka 34 za huyu mwanamke aliyekuwa anatoka damu kwa miaka 12 ni habari inayotuonyesha upako unavyofanya kazi, mazingira yanayowezesha upako kufanya kazi. Huyu mwanamke alipoambiwa habari za Yesu na upako aliokuwa nao, alitafuta Yesu kwa mpaka akampata. Alipofika makutano wengi walikuwa na msongo. Hata Yesu alipouliza nani aliyenigusa, maana amesikia upako umemtoka, nguvu imemtoka, ilionekana kana kwamba anachoongea Bwana Yesu haelewi. Maana makutano wengi, kuna wengine walikuwa wanapenda kumsogelea kwa sababu ana upako, lakini hawakuwa na nia ya kuhudumiwa na ule upako. Amen. Lakini ule mwanamke alipoenda akatafuta uhudumiwe na upako. Upako nao uheshimu ndio upako unaoweza kuhudumia. Ule upako aliouheshimu ndio upako uliomhudumia ule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Na ule upako uliomhudumia ule mwanamke uko hapa jioni kwa ajili ya kuhudumia. Amen. Na wewe unaweza kaondoka, tatizo lako likawa historia. Amen. Kwa sababu Bwana bado anafanya kazi. Waebrania 13:8 inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele.
Huyu Yesu Kristo aliondoka, lakini kuna watu waliwapaka mafuta. Na mimi ni mmoja wapo pia ambaye niko hapa duniani nimepaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaloliona linalotengeneza mazingira ya kuhudumiwa na upako ni uwepo wa mpakwa mafuta. Uwepo wa mpakwa mafuta unaweza kusaidia ili uhudumiwe na upako. Amen. Pale alipo mpakwa mafuta ndio hapa ambapo upako na kuwepo ili kuhudumiwa. Kwa hiyo nategemea na mtu aliyeko mahali fulani ndio huyo ambaye akawa msingi wa wewe kuhudumiwa na upako. Kwa pale Yesu alipokuwepo na watu wanamsonga songa, hapo ndipo yule mwanamke alipoweza kuhudumiwa. Ule mguso wake aliogusa lile vazi. Katika Biblia mtu wa kwanza kuponywa kwa kugusa vazi alikuwa ni yule mwanamke. Baada ya kutoa ushuhuda kwenye hii sura ya 5, ndipo watu wakagundua kwamba hawahitaji kuwekewa mikono hata kugusa vazi lake. Huyu mpako mafuta, hata mavazi naye yamepakwa mafuta. Kuna siku moja nilikuwa na dumu kwenye semina pale Mwasibu House. Afikafu na upako ukawa umeshuka. Kaona hali ya hewa imebadilika. Na nikashuhudia moyoni mtu atakayegusa vazi suruali yangu atapona. Mama mmoja alikuwa na uvimbe tumboni, alipogusa suruali yangu uvimbe ukatoweka pale pale. Amen. Kwa hiyo upako unaoheshimu ndio upako unaoweza kuhudumia. Kwa hiyo mwanamke alienda mahali maalum alipokuwepo Yesu ambaye ni mpako mafuta. Kwa hiyo uwepo wa mtu aliyepakwa mafuta ni mazingira ya kuhudumiwa na upako. Amen. Jambo la pili, matarajio, expectation. Una matarajio gani? Kiwango chako cha matarajio ndio kinaweza kaweka msingi wa wewe kuhudumiwa na upako. Matarajio. Yule mwanamke alipofika amekuta Yesu amesongwa na watu, akasema mimi nikigusa tu vazi lake sogea, akagusa vazi. Kwa alikuwa na matarajio kwamba hata mavazi ya Yesu yamepakwa mafuta. Yale matarajio yake yakamfanya ahudumiwe na upako. Kwenye semina hii unategemea nini? Una matarajio gani? Kile unachokitarajia ndio hicho Mungu atakachokupa. Amina. Pokea kwa kadri ya matarajio yako. Amen. Kwa hiyo natarajia Mungu akufanyie nini? Jambo la pili, la tatu. Shauku. Shauku inatengeneza pia mazingira ya kuhudumiwa na upako. Yako ya kuhudumiwa na upako. Kwa hiyo mwanamke tunaona alisikia habari za Yesu, akaanza kuwaza, lakini haikutosha kuwaza, akaanza kusema nikigusa mavazi yake nitapona. Kwa hiyo akawa na shauku kwamba apokee uponyaji wake. Shauku ya kupona ilikuwa ndani yake. Tunaona maandiko kwenye Luka 9:11. Wakati tunatafuta huo maandiko, ili andiko nalo nilisoma, nikafikia Luka 11, kwa nikaandika Luka 11 mstari wa 9. Lakini tumeenda kuangalia nakuta sio Luka 11. Ni Luka 9:11. Kwa naomba nisome Luka 9:11. Na makutano walipojua walimfuata, akawakaribisha, akawa akisema nao neno habari za ufalme wa Mungu, akawaponya
wale wenye haja ya kuponya. Amina. Akawaponya wale wenye haja ya kuponya. Kwa hiyo waliokwenda kuponywa ni wale wenye shauku ya kuponya. Sio tu kwamba kuponya wagonjwa waliohitaji kuponya, ni wale waliokuwa na haja ya kuponya. Kawaponya wale wenye haja ya kuponya. Yesu Kristo bado hajabadilika. Amen. Jioni ya leo anaweza kuponywa kama una haja ya kuponywa. Amen. Kuna mtu mwenye haja ya kuponywa jioni hii anaenda kupokea uponyaji wake. Amen. Yule ambaye ana hamu ya kuhudumiwa na upako upo kwa ajili ya kuhudumiwa. Amen. Kwa hiyo mtu mwenye upako, lakini tunaona matarajio ya yule anayetaka kuhudumiwa na ule upako, lakini sio tu matarajio, shauku, ile hamu. Sasa niangalia maana ya shauku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili neno shauku kwa Kiingereza desire, kwenye kamusi ya Oxford Languages anasema hii desire, a strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen. Ni hisia kubwa ya kutaka kitu fulani au kujitakia kitu fulani kiweze kutokea. Kwa hiyo shauku, kama unataka kupona, ni ile hisia ya kutaka kupona. Upendi kuendelea kuteswa na magonjwa, unataka Mungu akuponye. Ile hisia kali ya kuhitaji kitu fulani, lakini ile hali ya kujitakia kitu fulani kiweze kutokea. Kile ambacho una shauku nacho ndio hicho kitakachotokea. Mithali 10:24 tafsiri ya Kiingereza inasema the desire of the righteous shall be granted. Wenye haki utapewa shauku yao. Kwa hiyo kama unataka kufanikiwa, shauku ile ulionayo ya kufanikiwa, Mungu anaithamini. Utaenda kufanikiwa. Nasema utaenda kufanikiwa. Kama unataka kupenya, ile shauku yako, ile hamu yako ulionayo, Mungu anaithamini. Itakufanya upate kile unachokihitaji. Amen. Kwenye hili neno shauku, neno kitendo kwenye ya Kiingereza wanasema strongly wish for or want something. Ni ile hali ya kutaka sana kitu fulani. Unataka kitu fulani kufanyike. Hiyo ndio shauku. Kamusi nyingine ya Cambridge Dictionary nafahamua shauku, to want something especially strongly. Ukitaka kitu lakini kwa nguvu, na kitaka hasa kile unachokitaka. Kwa hiyo akawaponya wale waliokuwa na haja ya kuponywa. Na maana wale waliokuwa na shauku ya kuponywa. Kwa Mungu anawahudumia wale ambao wana shauku ya kutosha. Amina. Kwenye Zaburi 145:19 inasema atawafanyia mchao matakwa yao, atakisikia kilio chao akawaokoa. Tafsiri ya Kiingereza inasema atawafanyia mchao shauku yao. Kwa hiyo Mungu atakufanyia sawasawa na shauku ulionayo. Amina. Ile hamu ya kutaka kupona ikiwa ni kubwa, Mungu atakufanyia. Kuna ile shauku inayosema nikipona sawa, nisipopona sawa. Sasa hiyo sio shauku. Na mtumishi wa Mungu kule Marekani alikawa anamuuliza Mungu, mbona watu wenye wanaotumia miwani hawaponi? Mungu akasema hawana shauku ya kutosha kuweza kupona. Maana mwingine anasema hata nisipopona miwani ipo inanisaidia. Kwa hiyo ukiona hiyo shauku kwamba hata nisipopona bado na msaada wa miwani itanisaidia, sio rahisi kupata muujiza.
Kwa hiyo ile shauku ya kutosha inatengeneza mazingira ya wewe kupokea muujiza wako. Amen. Luka 9:11 kwenye tafsiri ya Amplified inasema, he healed those who needed restoration to health. Akawaponya wale waliohitaji urudisho wa afya. Akawaponya wale waliohitaji urudisho wa afya. Tafsiri ya King James yenyewe inasema, he healed them that had need of healing. Akawaponya wale waliokuwa na uhitaji wa kuponywa. Sasa hilo neno waliokuwa na uhitaji, nikajaribu kuliangalia kwenye lugha ya Kiyunani. Neno hilo linaashiria kudai, demand or requirement or destitution. Kudai au ile hali ya kuhitaji. Destitution na kama ni ile mtu muhitaji, anaonekana ni muhitaji kweli wa hicho kitu. Hata watu wengine, mtu anaweza kaja kwako kuomba msaada, lakini kuna mtu mwingine anaanza kuomba, unaona huyu kweli ni muhitaji, unaguswa kumsaidia. Na mtu mwingine anaweza kama unahitaji kumsaidia, lakini hataka kuongezea pale ambapo pamepungua, lakini mwingine ni muhitaji kweli. Kwa hiyo akawaponya wale waliokuwa na haja ya kuponya, manake wale ambao ni wahitaji kweli. Jioni ya leo Mungu yuko tayari kuhudumia. Kwenye hii semina inayoanza leo, Mungu atakuhudumia kulingana na shauku ulionayo. Wenye shauku watatoshelezwa katika mahitaji yao. Kuja kwako pia kunaonyesha Mungu na shauku. Uwepo wako unatangaza shauku ulionayo. Mungu anahudumia wale ambao wana shauku. Nauliza swali, je, una shauku ya kutosha? Kupokea kutoka kwa Bwana? Basi Mungu atakuhudumia kulingana na shauku ulionayo. Namba 4, imani. Ni kitu gani kinachotengeneza mazingira ya kuhudumiwa na upako? Kitu hiki kinaitwa imani. Hebu tuangalie kwenye Marko 5 na ule mstari wa 33 na 34. Marko 5:33-34. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akajua lilompata, akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Kwa hiyo akamweleza aliyopona kwa kugusa. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Nisema huyu mwanamke ndiye alianzisha njia ya kupona kwa njia ya kumgusa Yesu. Kwenye Marko 6 mstari wa 56, kwenye Marko 6 ndio mstari wa mwisho unatuonyesha hivi. Na kila alikokwenda, akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakawaweka wagonjwa sokoni, wakamsihi waguse ngaa pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa wakapona. Nao wote waliomgusa wakapona. Kwa hiyo yule mama alipotoa ushuhuda, Yesu aliposema nani aliyenigusa, na akatoa, kuna watu pale wakaibuka na njia ya kupona bila kuwekea mkono, wakawa wanamuomba angalau wamguse, na akawa anapona. Aliyeanzisha ni huyu mama. Kingeandikwa kitabu cha kingine cha mashujaa wa imani, huyu mama ndiye ni mmoja wapo mashujaa wa imani. Kwenye Waebrania hajasema, lakini tungekuwa tunaandika tungemweka, kwa sababu kuna watu
alivyopona yeye, nao wakaja wakapona kwa njia ya kumgusa Bwana Yesu. Amen. Kwa hiyo imani, tunapozungumzia imani ni kumchukua Mungu katika neno lake kwa kulitenda. Sasa imani zipo za aina mbili. Kuna imani katika neno la Mungu, kuna imani kwa watumishi wake ambao wanawatumia kwa upako. Amen. Mambo ya Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20, naomba nisome. Mambo ya Nyakati wa Pili 20:20. Wakateremka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda nanyi wenyeji wa Yerusalemu, mwaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mwaminini Bwana, ndivyo mtakavyothibitika. Lakini waaminini manabii. Manabii wanawakilisha watumishi wa Mungu. Upako unaoheshimu kwa watumishi wa Mungu ndio upako unaoweza kuhubiri. Kwa hiyo kuna kumwamini Bwana, na kumwamini Bwana unahitaji kusimamia neno lake. Lakini pia kuamini watumishi wake, kuwa na imani kwa watumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakutia moyo, mazingira yanayofanya upako ufanye kazi ni kuwa na imani na watumishi wake. Wakati mwingine unaweza kumzoea mchungaji wako na ukauzoea upako ukashindwa kuhudumiwa na ule upako. Lakini akaja mtu mwingine ametoka mbali, Bwana akaja kumhudumia. Bwana Yesu. Amen. Na mtu alimpigia simu kutoka Mwanza, na leo amempigia simu kwamba yuko njiani. Sasa kama amechelewa kufika, ametoka Mwanza, ana imani na upako tulionao. Kwa mwingine anaweza kachota, anarudi Mwanza ni mzima, tatizo lake limeisha. Lakini mwingine ukawepo hapa katika ile hali ya mazoea, ukaendelea kuwa na tatizo lako. Sasa kwamba wewe uliyeko hapa utaendelea kuwa na tatizo lako, lakini nategemea na mtazamo unaokuwa nao, imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asiwa Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na upako wa kutosha kwa ajili ya kuhudumia. Amen. Imani unayokuwa nayo kwa watumishi wa Mungu ndio hiyo ambayo Mungu anaanza kaachilia muujiza kwako. Kwa hiyo ni muhimu uwe na imani. Amen. Nasema uwe na imani. Amen. Nauliza swali, ni mazingira gani ambayo upako unaweza kuhudumia? Jambo la tano ni kwenda pale upako ulipo. Wewe ambao umekuja kwenye semina hii, hapa ni mahali ambapo wapako mafuta wapo. Yupo Pastor Debora, nipo mimi, wapo viongozi wengine, tumebeba upako. Kuja kwako mahali hapa si bure. Kuna kitu Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Amen. Kuna kitu kipya Mungu anaenda kukifanya. Amen. Kwa hiyo ni wewe kuwa na kuja kwako uonyeshe ile imani yako kwamba Mungu anaweza kukuhudumia kupitia watumishi wake. Mungu anaweza kukuhudumia kupitia watumishi wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jumamosi kuna mama alihitaji kuja kuniona. Alielekezwa kwamba kisa kama miadi ya kwenda kuhudumu kwenye kanisa lingine Jumapili. Lakini baadaye Jumatano amekuja, ndio nimekutana naye. Na alipohudumiwa na mpako mafuta Pastor Debora, akamweleza na vitu vingine ambavyo sio vile alivyokuwa anahitaji kuhudumiwa.
ameona utofauti. Amina. Kwa hiyo nikamwambia aje Jumatano na mimi ndio nikawepo. Nikamwambia. Amen. Kwa hiyo kwenda mahali pale ambapo upako unafanya kazi. Kuna mmoja amepiga simu jana. Nikamwelekeza nahitaji kuomba. Maana kuna watu siku hizi wanataka miujiza ya chap. Kwa hiyo akipiga simu unaomba hapo muulize utokee, lakini vingine havitokei kwa namna hiyo. Amen. Vingine inabidi uende kwenye mazingira ya kusikia neno. Sababu kuna mahali vingine nasema wakaja wamsikilize na kuponya magonjwa yao. Hawakuja tu ili aombe alafu waponye. Mahali pengine wanakaa masikiliza alafu imani inajengeka kwa ajili ya kupata muujiza. Amen. Kwa hiyo mahali ambapo alipo mpako mafuta. Na hii tunaiona kwenye Luka 5:17 mpaka 20. Luka 5:17 mpaka 20. Ilikuwa siku zile mojawapo alikuwa akifundisha na Mafarisayo na walimu wa Torati walikuwa wameketi hapo, waliotoka katika kila kijiji cha Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu, na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Uweza unaotajwa hapo kama ulikuwapo apate kuponya ni mpaka uponyaji. Na uweza wa Bwana ulikuwapo apate kuponya. Amen. Pale Yesu alipokuwepo na uweza wa Bwana ulikuwapo ili apate kuponya. Amen. Kwa hiyo unapoenda mahali sahihi, mahali ambapo Bwana amewapaka watumishi wako, ni rahisi pia na wewe kuhudumiwa na Bwana. Maana sema uwezo wa Bwana ulikuwa hapo apate kuponya. Na endelea kusoma mstari wa 18. Na tazama, wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataka kumpeleka ndani na kumweka mbele yake. Hata walipokosa nafasi ya kumpeleka ndani kwa ajili ya lile kundi la watu, walipanda juu ya dari wakampitisha katika matafari ya juu, wakamshusha yeye na kitanda chake katikati mbele ya Yesu. Angalia mstari wa 20. Naye alipoiona imani yao akamwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Afu baadaye anamwambia jitwike godoro uende. Ndio ikawa ni uponyaji na kamisho. Sijaiona hiyo imani ya namna hiyo ya kutoboa dari. Kule Mdinda tulipokwenda tukaona watu waliotoboa dari. Lakini hakuwa na haja ya kutoboa kwa sababu tulikuwa tunapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka siku moja tukiwa kule Pastor Banza alikuwepo, wengine wakaja kuitwa. Baba yao alikuwa hawezi kutembea. Tena ni Waislamu. Walipomwombea muujiza ukatendeka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona wameenda kufuata watumishi wa Mungu, wafike nyumbani sababu hatembei. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upako unaoheshimiwa ndio upako unaotoa huduma. Amen. Kwa hiyo huyu aliyepooza, imani haikuwa kwa aliyepooza, imani ilikuwa kwa wale marafiki wanne waliombeba. Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao, sio imani ya aliyepooza. Kuna wagonjwa wengine hata imani nayo inakuwa imepooza, anaumwa, imani nayo imepooza. Lakini wale watu wanaomzunguka, jinsi wanavyoamini Mungu anaweza kumhudumia yule mgonjwa. Amen. Alipoiona imani yao akamwambia, rafiki, umesamehewa dhambi. Amen. Ule ugonjwa ulikuwa na kitu cha kiroho ambacho kinahitaji asamehewe kwanza, afu ndio anamwambia itwike godoro lako uende. Kwa huyu aliyepooza akapokea uponyaji wake. Amina. Kwa hiyo upako hautegemei na mahali
unategemea na aina ya mtu aliyeko hapo mahali. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 6 ni wapi ambapo, mazingira gani ambayo upako unaweza kuhudumia? Ni mahali ambapo karama 9 za Roho Mtakatifu zinafanya kazi. Mazingira ambayo mtu anaweza kuhudumiwa na upako ni mahali ambapo karama za Roho Mtakatifu zinafanya kazi. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7 mpaka 11. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule. Mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sura ya 11. Lakini kazi hizi zote uzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Kwa hiyo upako unadhihirika kupitia karama za Roho Mtakatifu. Na tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo Mungu ametupa hapa kanisani. Karama zinaonekana. Maana ukienda sehemu zingine hizo karama ni bidhaa dini. Bidhaa dini. Na sehemu niwahi kuabudu wakati nasoma, yaani karama naweza nikahesabu, yaani unabii ulipopita labda kipindi chote kilichokuwepo labda mara 2 au mara 3 ndio kama nabii kametoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sio kwamba sisi ni watu wa pekee zaidi, lakini mahali ambapo karama zinafanya kazi inaonyesha kwamba upako pia upo, kwa sababu chanzo cha karama ni Roho Mtakatifu na chanzo cha upako ni Roho Mtakatifu. Kwa kutaka kujua kama kanisa, kwenye kanisa kuna upako, eneo moja wapo la kucheki ni utendaji wa karama za Roho Mtakatifu. Zinamfunua Roho Mtakatifu. Mahali ambapo kuna ukame wa hizi karama inaweza kaonyesha pia upako na ukame. Haya maneno ya maarifa yanayotoka mtu anayeumwa shingo, mtu anayeumwa sehemu fulani, ni udhihirisho wa upako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hizi karama zinapofanya kazi, karama ya matendo ya miujiza, karama za uponyaji, neno la maarifa, unabii, zinafunua utendaji wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mahali ambapo mazingira nayo uweze kuonyesha kama unaweza kuhudumiwa na upako ni mahali ambapo karama zinafanya kazi. Nimekumbuka nilipokuwa mzee wa kanisa la Pentecost Tanzania kule Tandika, tulikuwa na mshirika anaitwa Mama Michael. Alikuwa na mtoto wake anaitwa Michael. Siku ya kwanza ameenda, wamehudumia watu wengine na neno la maarifa kuhudumia watu wengine. Mpaka siku ya 3. Siku ya 3 wamehudumia, baadaye ndio akaja kataje kuna mtu anapokea uponyaji wa malaria sugu. Ndio ile mtoto wake Michael akapokea uponyaji. Kwa hiyo mahali ambapo karama zinafanya kazi panafunua upako. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu, tumejifunza kutembea kwenye upako, tumejifunza kutembea kwenye karama. Karama zinapofanya kazi zinafunua upako. Lakini jambo la mwisho la 7, mahali ambapo neno sahihi linafundishwa. Kiingereza tumeandika where the relevant word is preached. Mahali ambapo neno linalohusika linafundishwa. Lile neno
yupo yule mwenye neno anayethibitisha. Marko 16 mstari wa 20. Nasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara zilizofuatana nao. Kwa hiyo Mungu anathibitisha neno lake. Linapohubiriwa neno, yule mwenye neno yupo kwa ajili ya kuthibitisha. Ili neno nalo lihubiri jioni ya leo, yupo mwenye neno, yuko kazini kulithibitisha. Isaya 44:26 inasema, nithibitishaye neno la mtumishi wako, neno la mtumishi wangu, na kuyafikiriza mashauri ya wajumbe wako. Kwa hiyo Mungu anathibitisha neno la watumishi wake. Lile neno linalohubiriwa, yupo mwenye neno analithibitisha kwamba hili neno linalohubiriwa ni la kwangu, na anakuwepo ili kulithibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwenye Mithali 30 mstari wa 4, kuna mchungaji rafiki yangu mmoja alinitumia huu mstari, na mimi nilimpokea kwa dhati. Mithali 30 mstari wa 5, kila neno la Mungu limehakikishwa, yeye ni ngao yao wamwaminifu. Kwa hiyo nikaisoma kwenye message, lakini nikaenda kwenye Biblia nikaisoma, nikaenda kwenye Biblia za Kiingereza nikaangalia tafsiri kadhaa. Lile neno sijalipokea kama kwa mazoea, nilikuwa naujua mstari, lakini ulivyokuja leo kwamba neno la Mungu limehakikishwa, tafsiri nyingine inasema neno la Mungu limepimwa, tested, imetumia neno tested. Kwa hiyo neno la Mungu limehakikishwa, limepimwa. Lile neno nalo lisimamia na kumwamini Mungu kwa ajili ya kupata muujiza wako, limepimwa, limehakikishwa. Ndio hiyo Kiswahili tunasema yeye ni ngao yao wamwamini. Wewe unayemwamini Bwana, Mungu ni ngao yako. Mungu atakutegemeza. Mali usipoweza kupenya, Mungu atakupa kupenya. Mali ya maombi yako yanaonekana hayajibiwi, maombi yako yanaenda kujibiwa. Neno la Mungu limehakikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Napomaliza, niangalie kwa kifupi sana mazingira ambayo ni hasi kwa upako. Ni mazingira gani ni hasi kwa upako? Tataja hiyo vitu kwa haraka. Ni katika kitabu cha Marko 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Marko 6 mstari wa 1 mpaka wa 5. Akatoka huko akafika mpaka nchi ya kwao, wanafunzi wake wakamfuata. Na ilipokuwa Sabato, alianza kufundisha katika sinagogi. Wengi waliposikia wakashangaa wakisema, huyu ameyapata wapi huyu? Na ni hekima gani hii aliyopewa huyu? Na ni nini miujiza hii mikubwa inayotendeka kwa mikono yake? Huyu si yule seremala mwana wa Mariamu na ndugu yao Yakobo na Yose na Yuda na Simoni, na maungu yake hawapo hapa petu? Wakajikwaa kwake. Yesu akawaambia, nabii hakosi heshima isipokuwa katika nchi yake mwenyewe na kwa jamaa zake na nyumbani mwake, wala hakuweza kufanya muujiza wowote huko isipokuwa aliweka mikono yake juu ya wagonjwa wachache akawaponya. Mazingira ambayo Yesu aliyoenda yale ya mazoea, ndugu zake
walimzoea, walimfahamu, wanataja hata dada, kaka zake, wanamjua hata profession yake kwamba huyu si seremala. Kwa hiyo mazingira haya yameuwekea upako mipaka. Kwa hiyo mazingira ya kumzoea mtumishi wa Mungu, kumwangalia mtumishi kwa macho ya kibinadamu, yanaweza kufanya upako usiweze kuhudumia. Lakini pia mazingira ya roho za dini na mapokeo yanaweza kufanya upako uwe na mipaka kuhudumia. Wengine kwa sababu ya dini zao, mapokeo, hawahudumiwi na upako. Lakini pia kuna ukosefu wa shauku ya kutosha, unaweza kufanya upako usihudumie, ile shauku yako ikawa ni ya kawaida. Kingine cha nne, kutokwenda mahali ambapo wapako mafuta walipo, kutokuhudhuria ibada, unaweza kufanya usihudumiwe na upako. Mtu aliyeko nyumbani na wewe uliyefika kwenye ibada ni tofauti. Kuna kitu ambacho Mungu anaenda kufanya kwa ajili yako jioni ya leo. Kwa wewe ambao umefika, hautaondoka na utabaki kama ulivyokuja. Hizo amen bado hazitoshi. Amen. Kwa tunapomaliza somo langu, ni muhimu sana tutengeneze mazingira ya kuhudumiwa na upako. Kwenye hii semina, kuhudhuria kwako unaweza kuwa tangazo la Mungu kukuhudumia. Amen. Mungu kutembelea. Mama, nasikia niombe kwa ajili yako. 1, 2, 3. Nikuja kuombea kwa ofisi. Sogea hapo mbele. Kofoko rama hashito. Kushikie toko sana. Sogea hapo mbele. Talando ropo na basma. Shiketo bogo tasaka shiki. Sogea hapo mbele. Tayando rabasheke togo rabasatara poko tara basheke to bakandele sete boboshata bukuta rabase beketo bokota bakato bokota bokoria bakasa bokum begen telen tulus talash tekere pete posata takara pasa. Yale ambao umeona kwa magumu mtaenda yarahisisha, yataitwa mepesi. Niko pamoja na wewe kwa ajili ya kukusaidia. Mungu anasema yuko pamoja na wewe kwa ajili ya kukusaidia. Basi sogea hapa mbele, muombe. Ndio mikono yako. Mungu, tunaomba umsaidie mama huyu. Yale ambayo ameona ni magumu, tunaomba Bwana umrahisishe. Tunaachilia upako kwenye mwili wake. We release your healing anointing. Let the power of God move in this body. Nira zote zivunjwe, ziharibiwe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Tunapokea kupona kwake, tunapokea ufunguo kwake katika jina la Yesu. Amen. Shebege toko sapraka toko shi. Pikle teso toko soko sipa. Je vais steri tolom trabas. Begetu ushkata la ponte ni. Telebo saka. Bigita salaton. Seleton talaton kilipai. Shepi de latu ushke. Tekere keto kusa. Shaka Santa Rama Sheke de Saka, Loro Sheke de Rama Saka, Rama Saka, Rama Shaka, Rama Shaka, Rama Saka. Sikia tu nguvu ya Mungu inazoingia. Rama Shaka, Rama Saka, Rama Sheke de Saka, Rama Sheke de Saka, Rama Saka, Loro Sheke de Saka. Ndio kuna nguvu ya Mungu nasikia. Kuna nguvu ya Mungu nasikia. Pokea katika jina la Yesu. 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 Pokea kwa jina la Yesu.
pokea, 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 anza 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 pokea. Kuna nguvu ya Mungu nasikia. Anza pokea, 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 pokea nguvu, 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 pokea nguvu. Bwana anasema kwamba endelea kuniangalia mimi. Mimi ndiye mponyaji. Mimi ndiye mponyaji. Nitakuponya mwanangu. Nitakuponya mwanangu. Niangalie mimi. Mimi mwanzilishi wa uponyaji. Nitakuponya mwanangu. Wala usikate tamaa. Wala usikate tamaa. Mimi ni Mungu ambaye siwahi au mimi Mungu sichelewe. Nitakuponya kwa wakati wangu. Na wakati wangu umefika kwa ajili ya kuponya. Nitakuponya. Losha karabasaka. Asante Bwana kwa ajili ya uponyaji. Asante. Mwingine ambao anahitaji